Mkutano mkuu umemalizika katika eneo hili la mkoa wa Kigoma, lengo likiwa ni kutathmini ni namna gani ya kuweza kuwalinda watumiaji wa vyombo vya baharini, ambapo afisa mfawidhi wa TASAC mkoa wa Kigoma Adam Mamilo ameweza kuzungumzia ni namna gani ambavyo wamepanga mikakati kwa ajili ya kusolve changamoto hiyo. Tumekuwa tukitoa elimu endelevu. Kwa hiyo maelekezo ni kwamba wamiliki na waendesha vyombo vidogo vya majini basi waendelee kuchukua hatua na kufuata sheria na kanuni zinazoongoza usafiri wa vyombo vya majini. Kwa maana ukiukwaji huo kwa wale ambao wanabainika, basi sisi huwa tunachukua hatua wa kuwazuia au kutoa adhabu za faini kwa pale ambapo watakapobainika. Kwa ili kuepusha hizi adhabu za mara kwa mara na kufungia vyombo vyao, basi kwa kupitia elimu hii tunawaelekeza waanze kuchukua hatua sasa wa kutii sheria na kanuni ambazo zinaongoza katika usafiri wa vyombo vya majini. Maelekezo mengine ambayo tunatoa kwa waendesha vyombo vya majini, hasa hawa vyombo vidogo vya majini, ikiwemo maboti ya kubeba abiria, maboti ya kubeba mizigo pamoja na vyombo vya uvuvi, tunawaelekeza basi pale ambapo wanapokuwa wanapata taarifa za hali ya hewa waweze kuzitumia, kwa sababu ukiangalia vyombo vingi vinaopata ajali ziwani, moja ya sababu ni hali ya hewa. Kwa hiyo pale ambapo wanapopata taarifa za hali ya hewa waweze kuzitumia ipasavyo na hatimaye waweze kuepusha hizo ajali zinazoweza kusababishwa na hali ya hewa inapokuwa mbaya. Baadhi ya wadau ambao wameweza kushiriki katika mkutano huu wameeleza namna ambavyo elimu hii wataweza kuitumia na kuweza kwenda kutoa kwa watu ambao hawajaweza kufika maeneo haya. Naitwa Isa Mustafa Musa, mwenyekiti wa manahodha na mabaharia mkoa wa Kigoma, Katavi na Rukwa. Tulikuwa tumechelewa kwa sababu sisi kama tumepata elimu ya usalama majini, lakini wamiliki na wao ilikuwa ni muhimu sana wapate hii elimu, kwa sababu wao ndio wanayomiliki vyombo hivyo vinavyosafirishwa na mabaharia wetu. Lakini kama wangekuwa hawajaendelea kupata elimu, ndio maana ulikuwepo ukinzani mkubwa. Anapokuwa baharia amezungumzia swala la usalama na vifaa vya uokozi, anakuwa hasikiki kwa sababu mmiliki anakuwa na tabia zile zile za kizamani ambazo walikuwa wanafanya kazi kwa kutumia boya zile za asili, kwa sababu zipo boya za asili zile za kutumia dumu zile za kuunganisha. Lakini kwa kuwa mwalimu leo ametuambia kama zipo life jacket ambazo zina viwango vikubwa, lakini pia tusitumie life jacket tu, tutumie hata life link pamoja na vifaa vya mawasiliano kama radio call pamoja na compass kwa ajili ya usalama pia wa vyombo vyetu, kuanzia sisi mabaharia pamoja na usalama wa mizigo ile inayosafiri kwenye vyombo vile vya maji. Lakini pia amesisitiza na swala la mawasiliano kuhusu hali ya hewa. Kwa hiyo nafikiri jambo hili sote ambao tumehudhuria siku hii ya leo tutakuwa walimu na tutawafikishia pia wale wote ambao ni wadau muhimu sana kwenye swala la usafirishaji njia ya maji. Nafikiri jambo hili haliwezi kujirudia kuhusiana na swala la ajali katika ziwa letu. Kwa majina anaitwa Musa Hamisi Isa, ni mmiliki wa vyombo vya majini ambaye ni maboti. Swala la mawasiliano ni swala nyeti sana na ni swala muhimu sana, na ndio maana mimi kama mmiliki niliona kwanza kabisa lile swala la mawasiliano liwe muhimu. Ndani ya wiki moja kabla hapa tumepoteza takriban kama boti 2. Lakini shida kubwa iliyopelekea hadi wale manahodha ambao walikuwa ndani ya yale maboti kupoteza maisha, tulikuja kugundua kwamba ni mawasiliano. Wakati walivyotoka eneo la Sibwesa pale ambaye hakuna mawasiliano, walielekea sehemu ya hifadhi, sehemu moja inaitwa Rubugwe pale. Baada ya kufika Rubugwe waliondoka bila kuwa na mawasiliano kujua kama waliondoka hawajaondoka. Pindi walipopata dharuba ile ya upepo walipozama, watu wakiwa wanajua kwamba hao watu bado hawajatoka, bado angali Rubugwe pale. Kumbe walikuwa wameshatoka zaidi ya siku 4 wapo majini. Anakuja kuogotwa mtu ameshakuwa takriban na siku 5 ambaye ni mzima. Tukaja kukuta kwamba ni mawasiliano ndio ambaye aliusababisha wale mabana kupelekea kupoteza maisha. Na ndio maana nikasema kwamba kungepatikana uwezekano wa mawasiliano kutuwekea, manake na imani haya yote haya yasingekuwa yanajitokeza hapa katikati. Kwa majina anaitwa Kashindi Adamu Ernest, ni mwenyekiti wa umoja wa wamiliki na wasafirishaji wa maboti Kigoma, kifupi tunaitwa UWAMATA. Ushauri wangu
kwa sisi wadau kama mwenyekiti ni utii wa sheria bila shuruti, lakini pia ombi kwa serikali ni kutujengea mawasiliano, angalau vijiji vyote viwe na mawasiliano ili tuwe tunawasiliana, kwa sababu kuna maboti ambayo tumeyapoteza kwa sababu ya mawasiliano. Wamepata shida, hakuna mawasiliano, ndio maana yametokea kutokea. Kwa hiyo sisi kama wadau tutekeleze yale yanobidi kutekelezwa, lakini pia na serikali watekeleze kwa upande wao. Mfano, TASAC Kigoma hawana faiba ya uokozi na ndio wadhibiti wa vyombo majini, hawana faiba, hawana hata injini ya kukodi, hawana. Sasa wanadhibiti nini ziwani? Kwa hiyo serikali iliangalie hili nalo kwamba TASAC wawe kama trafiki kwenye barabara, gari zinaondoka, trafiki wanakuwepo barabarani, na maboti yanaondoka, meli zinaondoka, TASAC wanakuwepo majini, kwa sababu TASAC Kigoma wana mtumishi mmoja tu ambaye ni afisa mfawidhi wa TASAC peke yake, hana stafu wengine ambao wanaweza kumsaidia shughuli. Kwa hiyo hili nalo serikali pia na wao waliangalia.